Duniani kuna watu zaidi ya bilioni 7 na wamegawanyika katika tamaduni na lugha nyingi sana. Watu huhama, na katika nchi nyingi idadi ya watu wanaohamia katika nchi hizo inazidi kuongezeka. Mara nyingi tofauti hizo za kitamaduni hufanya iwe vigumu kuwasiliana. Lakini kuna kikundi cha watu ambao wameunganishwa katika lugha safi ya kweli. Wao hula kwa shangwe chakula cha kiroho kilichochapishwa, kutayarishwa vizuri na kutafsiriwa katika lugha zinazoguza mioyo yao. Kazi hiyo hufanywaje? Na unawezaje kushiriki katika kutimiza unabii unaosema kwamba habari njema inahubiriwa katika kila taifa, kabila na lugha? Duniani leo kuna lugha zaidi ya 6,000. Hata ingawa watu fulani wanaweza kuzungumza lugha fulani kuu, kwa nini ni muhimu kwao kujifunza habari njema katika lugha yao ya mama? Unapojifunza lugha nyingine, unakusanya tu ujuzi akilini, lakini huenda unazojifunza laziguse moyo kwa njia ile ile kama unapotumia lugha ya mama. Tulipokuwa kule Tahiti, watu fulani wangeweza kuzungumza Kitahiti na Kifaransa. Na mimi na mke wangu, tulipotembelea familia moja, mwanamke wa nyumba hiyo angeweza kuzungumza Kiingereza kidogo. Kwa hiyo nikamuuliza, "Gani rahisi zaidi kwako? Kifaransa au Kitahiti?" Akasema, "Sote ziko sawa." Nikamuuliza, "Wewe huota katika lugha gani?" Akasema, "Zote mbili." Kisha nikamuuliza, "Unapokasirishwa na mume wako, wewe hutumia lugha gani?" Akasema, "Kitahiti." Jambo hilo ndogo linaonyesha wazi lugha ya mama ndiyo inayonguza hisia za mtu na ndiyo inayofaa zaidi kwa mtu kusikia kweli kwa mara ya kwanza. Ili kuwafikia watu hao wa lugha mbalimbali na habari njema, lazima kweli ya Biblia itafsiriwe kwa usahihi. Lakini kazi ya kutafsiri inafanywa wapi na kwa njia gani? Inafanywa na maelfu ya wajitoleaji ulimwenguni chini ya hali mbalimbali. Vikundi vingi vya kutafsiri hufanya kazi katika ofisi ya tawi ya mashahidi wa Yehova. Wengine hufanyia katika ofisi za tafsiri, hasa katika eneo ambalo lugha yao inazungumzwa sana. Kwa mfano, katika jiji la Mzuzu, kaskazini mwa Malawi, kikundi cha watafsiri 16 hufanya kazi katika nyumba iliyokuwa makao ya wamishonari. Mgao wao ni kutafsiri katika lugha ya Chitubuka, na wakiwa huko wako katikati ya eneo lao lililo na watu milioni 1 hivi. Kikundi hicho cha tafsiri pamoja na wengine wanaofanya kazi za kuwategemeza huanza siku pamoja kwa kuchunguza andiko la siku. Ni wakati wa kuanza ibada yetu ya asubuhi, kwa hiyo tutamuomba ndugu Milioni Nyanga atusomea andiko la leo. Kisha wataanza kufanya kazi katika vikundi vidogo. Hatua ya kwanza ni kutayarisha kikamili. Tunapotayarisha, tunasoma habari yote kwa makini na kuchunguza maandiko. Ikiwa kuna jambo gumu, tunafikiria tutalitafsirije ili wasomaji waelewe. Baada ya hapo, wanaanza kutafsiri. Mtu mmoja hutafsiri, mwingine huchanganua tafsiri akiilinganisha na Kiingereza, na mwingine hukagua tafsiri hiyo ya Chitumbuka ahakikishe inaeleweka na inatumia lugha ya kawaida. Ni kazi inayohitaji wakati, umakini na nguvu, na ina magumu ya kipekee. Huenda makala fulani zikazungumzia mambo ambayo watu wa Malawi hawayafahamu. Yanajulikana tu katika nchi nyingine. Nyakati nyingine kunakuwa na mifano ambayo haieleweki katika eneo letu. Tukitumia mifano hiyo bila kufikiria wasomaji, kuna uwezekano mkubwa kwamba watakosa maana. Tengenezo la Yehova linatusaidia kukabiliana na jambo hilo. Tunazoezwa kila wakati, kwanza, kuelewa Kiingereza na kutafsiri, si maneno, lakini mawazo, ili akina ndugu wanapopokea machapisho, wayaelewe na watiwe moyo. Watafsiri katika ofisi za mbali wanaridhika wanapoona maneno ya kweli yakiwa katika machapisho, na pia jinsi watu wanavyoyathamini shambani. Tunafurahi tunapohubiri kwa kutumia machapisho tuliyotafsiri, kwa sababu unapotafsiri
Ni kana kwamba huna uhakika watu wataitikiaje wanaposoma makala fulani. Je, wataelewa? Lakini unapohubiri kwa kutumia vitabu au kuwatolea magazeti, itikio lao linakuonyesha kwamba machapisho uliyotafsiri yanaeleweka. Kikundi cha tafsiri cha lugha ya Maya kinapatikana huko Merida katika eneo la Yucatan, mashariki mwa Mexico. Wakiwa hapo, wako katikati ya eneo lenye watu zaidi ya 900,000 wanaozungumza lugha hiyo. Ili kuboresha kazi yao, watafsiri huwahoji kwa ukawaida kina ndugu na dada wa Maya kuhusu sahihi na maana ya maneno fulani yaliyo magumu kutafsiriwa. Hiyo ni mbinu muhimu, kwa sababu hakuna vitabu vya marejezo vya lugha hizo za kienyeji ambazo sisi hutafsiri au vya lugha ya ishara. Kuna habari chache sana iliyoandikwa, na watafsiri hawana kamusi, encyclopedia au magazeti, na hawawezi kuchunguza interneti ili kuona mawazo au maneno fulani yametumiwa jinsi gani. Kwa sababu hiyo, ni lazima mahojiano hayo yafanywe ili mtafsiri awe na uhakika kwamba jambo analoandika ni sahihi. Tumegundua ni maneno gani ambayo hayatumiwi tena na ni maneno gani yanayotumiwa zaidi katika eneo. Machapisho yaliyotafsiriwa yana matokeo mazuri. Kwa mfano, katika mwaka wa 2005 kulikuwa na makutaniko 116 ya Kimaya nchini Mexico. Kitabu, hadithi za Biblia na broshua anataka zilipotolewa katika mwaka huo, makutaniko 42 yaliongezeka katika miezi 8 tu. Pia, jitihada nyingi inafanywa kutafsiri lugha zinazozungumzwa na watu wachache. Kwa mfano, wenyeji wa asili wa Amerika wanaoishi katika eneo lililohifadhiwa kwa ajili yao nchini Canada wanahubiriwa ujumbe wa ufalme katika lugha ya Blackfoot. Kutaniko lilo na wahubiri 50 kusini mwa Alberta inawahubiria watu zaidi ya 15,000. Wao huhubiri eneo hilo lote kwa kutumia machapisho machache sana ya lugha ya Blackfoot. Kikundi cha tafsiri kinafanya kazi katika nyumba ya ndugu Bart Tolman. Ndugu Tolman ni mwenyeji wa asili, naye pamoja na wenyeji wengine hutafsiri machapisho zaidi kwa ajili ya huduma yao. Kichwa cha trakti hii ni You Can Trust the Creator. Iliandikwa hasa kwa ajili ya wenyeji wa asili. Unapofungua trakti hiyo na kuona picha zilizomo, kuna picha ya chifu wa eneo hili, Chief Joseph. Mara moja watu wote humtambua, na pia wao huvutiwa na picha maridadi ya paradiso. Wote kwenye picha hiyo ni wenyeji wa asili. Nyakati nyingine picha hiyo huwakumbusha jinsi hali za wenyeji wa asili zilivyokuwa zamani. Lakini sisi huambia, hii ni ahadi ambayo Muumba anatoa kwa ajili ya wakati ujao. Na jambo hilo hugusa sana mioyo yao. Kumekuwa na habari nyingi za uongo kutoka kwa wale wanaodai kuwa Wakristo na watu wa dini nyingine, kwa sababu ya mambo yote yasiyofaa ambayo wamefanyiwa na dini hizo zinazodai kuwa za Kikristo. Si rahisi kwao kuamini dini ambazo si za kienyeji. Wenyeji wengi wa asili wamekatishwa tamaa kwa sababu ya ahadi walizopewa lakini hazikutimizwa. Kwa hiyo, trakti hii inawasaidia kuona kwamba kuna Muumba ambaye havunji ahadi zake. Kila jambo ambalo ameahidi limetimia. Kwa hiyo wanaweza kuamini mambo ambayo ameahidi yatatukia wakati ujao. Tunapoonyesha kwamba tunawaletea kitu katika lugha yao ya Blackfoot na wanapoitazama, unaona macho yao yaking'aa, wanafurahi. Ni kama wanasema, Allah, yani hii ni kwa ajili yetu. Nakumbuka msichana mmoja mdogo niliyemwonyesha tract ya Creator. Aliichukua, akaitazama na kuniambia, yani hii ilitayarishwa kwa ajili ya wenyeji wa asili, kwa ajili yetu. Nilimwambia, ndiyo, ilitayarishwa kwa ajili yenu. Akaitazama, akaigeuza na kushangaa. Alikuwa tu akisema, jamani. Nilifurahi sana kuona hilo kwa sababu wanahisi kuwa wanadhaminiwa, Muumba na wafikiria na hawajapuuzwa au kusahauliwa. Tulikuwa tukisoma katika kitabu cha mwaka kuhusu jitihada nyingi zinazofanywa katika nchi nyingine ili kuwasaidia watu huko, na hatukuwahi kufikiria kwamba sisi wenyeji wa asili tungehusishwa. Sasa tunafurahi sana kuona jitihada inayofanywa kwa ajili yetu na tunatiwa moyo sana. Na hilo linatufanya tutie bidii zaidi kuwasaidia watu wengi kadiri tunavyoweza.
people as we can. Huu si usafirishaji wa kawaida wa machapisho kuelekea kwenye ofisi ya tawi Kigali, Rwanda. Machapisho yaliyo katika upakizi huu yalitafsiriwa Rwanda, yakachapishwa Marekani, yakasafirishwa kwa meli hadi Afrika Kusini, kisha yakasafirishwa kwa trailer kwa siku 8 hadi Rwanda. Baraza linaloongoza linatangaza kutolewa kwa Biblia takatifu, tafsiri ya ulimwengu mpya katika Kinyarwanda. None ubu inteko nyobozi yishimiye kubatangariza ko Bibiliya yuzuye ubuhinduzi bw'isi nshya yasohotse mu Kinyarwanda. Nilifurahi, nilitaka kusimama na kucheza dansi, lakini hotuba ilikuwa ikiendelea. Nilifurahi sana. Sijui niseme nini. Jana Biblia hii ilipotolewa nililia kwa shangwe. Nikana kwamba nilichokuwa nikitarajia kilifanya moyo wangu kuwa mgonjwa. Na nilipopata nilichotarajia, moyo ukapona. Nilichotamani ni Biblia ambao tumekuwa tukisubiri kwa miaka mingi. Sasa kwa kuwa tulichotarajia kimefika, moyo wangu si mgonjwa tena. Sasa watu watasoma neno la Mungu kwa njia inayoeleweka katika lugha inayowagusa moyo. Siwezi kueleza shangwe niliyohisi. Nilitazama mbinguni na kumshukuru Baba yetu wa mbinguni. Ni vigumu kueleza jinsi ninavyohisi. Nimefurahi sana. Hotuba ya kutoa Biblia ilipokuwa ikiendelea, karibu nitiririkwe na machozi kwa sababu ya shangwe ya kuwa na Biblia ya Kinyarwanda. Nimeazimia kuendelea kumshukuru Yehova na kulitumaini tengenezo lake. Nina uhakika hili ni tengenezo la kweli na la kimataifa. Kutolewa kwa Biblia hii kulinigusa moyo. Karibu nilie kwa shangwe. Sijui niseme nini. Imepita matarajio yangu. Habari iliyotafsiriwa, inayopatikana bila malipo na inayotegemezwa kwa michango ya hiari inapata matokeo makubwa shambani. Nimeshukuru sana kuipata. Itanisaidia si katika huduma tu, bali pia katika funzo langu la kibinafsi. Nina hamu sana ya kuanza kuisoma kuanzia mwanzo hadi mwisho. Biblia hii itanisaidia katika funzo langu la kibinafsi na itanisaidia katika huduma, kwa sababu nitaitumia nikiwa na uhakika kabisa, nikijua kwamba sehemu yoyote ninayosoma imetafsiriwa kwa usahihi. Hilo limenifurahisha sana. Nitafurahia kuisoma kwa sababu ni rahisi kuelewa. Tulikuwa tukitumia tafsiri zilizotumia maneno ya zamani na magumu, ingawa zilikuwa katika lugha yetu. Lakini Biblia hii iliyotafsiriwa vizuri itatusaidia kufuata mambo tunayojifunza ili tumkaribie Yehova zaidi. Wanyarwanda wengi hawajui lugha za kigeni, nao huzungumza tu Kinyarwanda. Wanapopata machapisho katika lugha yao, wao hupendezwa zaidi na habari njema. Hivi karibuni machapisho mengine pia yaliyotolewa yaliguza mioyo ya akina ndugu nchini Rwanda. Kitabu kipya cha nyimbo kilipotolewa, tuliimba wimbo ule unaohusu ufufuo, na walipomaliza kuimba, akina ndugu walikuwa wakilia. Kwa nini? Kwa sababu walielewa walichokuwa wakiimba. Kwa nini hawalii wanapoimba katika Kifaransa? Kwa sababu ingawa wanaelewa maneno ya wimbo, ni vigumu kwa ujumbe huo kugusa moyo, kwa kuwa uko katika lugha ya kigeni. Lakini lugha ya mama inagusa moyo na kuchochea hisia. Kutolewa kwa kitabu cha nyimbo katika Kinyarwanda kulikuwa pindi yenye kufurahisha zaidi hapa Betheli. Akina dada walifurahi sana, waliimba pamoja kwa sauti kubwa. Kwa sababu tulikuwa ofisini, tulijiuliza kilichokuwa kikiendelea. Lakini dada hao wakatuambia, "Ninyi watafsiri, tunashukuru sana kwa kazi yenu." Hilo lilinigusa moyo sana.
Kwa zaidi ya karne moja, mashahidi wa Yehova wametanguliza kazi ya kutafsiri kweli za Biblia. Video hii ilipokuwa ikitayarishwa, tayari tulikuwa tukitafsiri katika lugha zaidi ya 600 na nyingine zinaongezwa kwa ukawaida. Hakuna kikundi kingine kinachodhubutu kufanya hivi. Gazeti la Mnara wa Mlinzi linachapishwa katika zaidi ya lugha 200 na ndilo gazeti pekee linalochapishwa kwa ukawaida katika lugha 50 kati ya hizo. Katika lugha nyingine nyingi, mashahidi wa Yehova ndio hutokeza machapisho pekee yanayoweza kupatikana kwa urahisi bila malipo. Bila shaka, katika lugha hizo, ongezeko la wahubiri linazidi wastani wa ulimwenguni pote. Katika miaka ya karibuni, fikira zimekazwa hasa katika kutafsiri Biblia. Katika mwaka wa 2005, tafsiri ya Ulimwengu Mpya ilipatikana katika lugha 56 ikiwa nzima au sehemu. Lakini katika muda wa miaka 7 tu, kufikia mwaka wa 2012, idadi hiyo iliongezeka zaidi ya mara 2 kufikia lugha 117. Kwa hiyo, vipi tukikutana na mtu katika huduma anayezungumza lugha nyingine? Labda tunaweza kujifunza maneno machache au utoaji rahisi katika lugha hiyo, na tunaweza kutumia kikamili vifaa vilivyoandaliwa. Kwanza, wahubiri wanapaswa kuona ikiwa watatumia kijitabu Good News, na pia wafahamu ni lugha gani mwenye nyumba anatumia. Kisha wamwache asome ujumbe uliochapishwa humo. Zaidi ya hilo, tunawatia moyo watembelee tovuti yetu. Na tayari lugha nyingi zina faili humo zinazoweza kuchapishwa na kupakuliwa, halafu wanaweza kumpa mtu huyo. Inapendeza sana kuona mshangao wa mtu wakati ambapo labda siku inayofuata au hata siku hiyo hiyo mhubiri anarudi akiwa na kitu alichochapisha katika lugha ya mwenye nyumba. Tunapojaza fomu ya tafadhali fuatia upendezi kwa ajili ya watu wanaozungumza lugha ya kigeni, mhubiri anayezungumza lugha hiyo anaweza kuwatembelea. Mambo hayo hushughulikiwa na ofisi ya tawi ya eneo hilo. Ujambo? Si jambo. Nilimpata mtu anayependezwa sana. Unaweza kutuma fomu hii? Nitafanya hivyo. Asante. Zaidi ya hilo, wahubiri fulani wameamua kujifunza lugha ya kigeni kwa kujiunga na madarasa yanayopangwa na ofisi za tawi. Kikundi hiki cha wahubiri kinajifunza Kichina ili kuwahubiria Wachina wanaozidi kuongezeka katika eneo lao huko New Jersey, Marekani. Darasa linanisaidia kuwa na ujasiri wa kutumia Kichina shambani. Badala ya kuzungumza Kiingereza na kuomba msamaha eti sijui Kichina vizuri, ninalazimika kutumia shambani mambo tunayojifunza darasani na hasa kuzungumza na Wachina. Kanuni moja ya madarasa ya lugha ni kutumia habari hiyo upesi iwezekanavyo shambani. Mara nyingi wanafunzi hupata matokeo haraka. Nyumba ya kwanza tuliyoenda katika eneo la Kichina, watu walifurahi eti tunajifunza Kichina hivi kwamba wakatukaribisha. Watu huja mikutanoni tunapowaalika, wao husisimuka. Wanataka kujua kweli na hilo linafurahisha. Wao hutaka kujua kwa nini unajifunza Kichina, kwa nini ujaribu kujifunza lugha ngumu kama hiyo. Kwa hiyo tunapowaambia ni kwa sababu tunataka kufundisha Biblia na tunataka watu wajue mambo mazuri yaliyo katika Biblia, wanapendezwa sana. Unapotia bidii katika utumishi wa shambani, kisha uone tikio zuri, hilo tu linafurahisha sana. Kwa wengine, kufahamu lugha vizuri kunaweza kuwafungulia njia za kufanya mengi zaidi katika utumishi. Wahubiri kadhaa wamechagua kutumika katika maeneo ya lugha za kigeni kwa kuhamia kwenye maeneo hayo katika nchi nyingine. Kwa muda mrefu, Ecuador imefaidika kutokana na wale walio tayari kutumikia katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Kwa sasa kuna wageni 600 hivi kutoka nchi 23. Wana malezi, hali na umri tofauti, na hata wengine huhamia huku na watoto wao. Wengine ni vijana na wanatumia nguvu zao katika maeneo magumu. Wanatembea, wanaendesha baisikeli, wanatumia usafiri wa umma. Wenye umri mkubwa wanatumia uzoefu wao kuimarisha makutaniko. Wote wamechangia sana ongezeko kubwa nchini Ecuador. Tulitaka kuishi mahali huduma ina matokeo na watu wanaitikia vizuri. Tulitaka pia kutumia wakati mwingi zaidi katika huduma
lakini kwa sababu ya uchumi tulihitaji kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo tulipohamia nchi yenye hali tofauti, tulifaulu kutumia muda mwingi zaidi katika huduma. Tulikuwa katika kutaniko zuri, lakini ilikuwa vigumu sana kupata mafunzo wengi, na wakati huo tulikuwa na wazee 7. Alafu unaposikia kuhusu makutaniko huku yaliyo na mzee mmoja au hakuna mzee na wanahitaji sana msaada wako, unasema kweli, hili ndilo ninalotaka kufanya. Kwa kawaida utumishi wa shambani katika nchi kama hizo huwa na matokeo zaidi kuliko nchi tajiri ambazo wametoka. Sikuwa na mafunzo. Sikuwazia ninaweza kupata funzo, lakini sasa nina ziara za kurudia mafunzo na mambo ni rahisi. Watu hupatikana nyumbani, wanataka kujifunza, wanafanya maendeleo na wanabatizwa, labda hata katika mwaka ule ule ambao walianza kujifunza. Hebu fikiria mfano wa ndugu na mke wake waliohamia huku miaka 10 iliyopita. Katika muda huo, aliona idadi ya makutaniko katika jiji aliloishi ikiongezeka kutoka makutaniko 2 hadi 10, na alisaidia kuanzisha 5 kati ya hayo. Katika miaka hiyo 10, yeye na mke wake waliwasaidia kwa wastani watu 2 kila mwaka wabatizwe. Familia zilizo na watoto zinapata matokeo makubwa, na si katika huduma tu. Sababu moja iliyotufanya tuhame ni ili tuwakazie fikira watoto wetu na tuwalee katika kweli. Tulihisi hatuna wakati mwingi wa kupoteza. Kwa hiyo tulihamia eneo hili ili tuwakazie fikira watoto na kuwasaidia wakue na wawe imara katika kweli. Baraka kubwa ambayo tumepata ni wakati wa kuwa pamoja kama familia. Tunatumia wakati mwingi katika huduma na pia tukipumzika pamoja, na hilo ni jambo zuri sana. Tumemwona Drew akifanya maendeleo makubwa tangu tulipofika huku. Awali alikuwa na miradi ya kiroho, lakini sasa anasema angependa kwenda Betheli, anataka kuwa mishonari, na alibatizwa miezi michache tu iliyopita. Kwa hiyo amefanya kweli kuwa mali yake. Hiyo ndiyo baraka kubwa ambayo tumepata, kumwona akifanya maendeleo. Ninajionea mambo mengi mazuri huku. Tunapata mafunzo mengi. Baba na mama wana mafunzo mengi mazuri, na hilo ni jambo zuri. Hatukazii fikira mambo ya kimwili, na kwa wazi chini ya ufalme wa Mungu hatutakazia hilo. Tutakazia fikira kile Yehova atatuambia tufanye. Familia yetu ina furaha, umoja na kusudi halisi. Hata hivyo, kuna magumu fulani. Kwa kuwa hizi ni sehemu zenye uhitaji mkubwa, tuna kazi nyingi sana ya kufanya. Kutanikoni, kazi nyingi ya kufanya na akina ndugu, na hata katika utumishi wa shambani. Na unatembea sana, nyakati nyingine kilomita nyingi, na tunachoka kimwili. Lakini kuna shangwe nyingi zaidi, kwa sababu unajua kuwa unatumia maisha yako kwa njia unayopaswa kuyatumia, jinsi ilivyokusudiwa kuyatumia. Na kwa ujumla, hayo ni maisha mazuri. Hatuhisi tuliacha chochote. Hapa ndipo tunapotaka kuwa. Jambo lenye kupendeza kuhusu kazi ya kutafsiri ni kwamba inathibitisha Yehova anampenda kila mtu mmoja mmoja. Lugha huwatenganisha watu, na tangu wakati wa mnara wa Babeli tumeona migawanyiko mingi ulimwenguni pote. Hata hivyo, lugha safi ya kweli za Biblia inawaunganisha watu wa Mungu. Mashahidi wa Yehova ni tofauti na mashirika mengine yote. Tuna wafanyakazi wengi wa kujitolea wanaotafsiri na kupitisha ujumbe katika lugha nyingine, ili sisi sote tuelewe mambo yale yale, tuwe na miradi ile ile na tumtumikie Mungu yule yule Yehova.